Moja ya ndoto ambayo imebeba matokeo mabaya kwa mwotaji wa hii ndoto, na watu wengi wamekuwa wakiota wakichukulia kawaida, na maisha yao wamejikuta yakiwa chini ya shambulizi, au maisha yao yakiwa yapo katika kublokiwa. Yani hakuna hatua ambayo inaendelea, hakuna mawasiliano kati yake yeye na Baraka, lakini kumbe chanzo ni ndoto ambayo aliwahi kuiota. Na ndoto yenyewe ni pale ambapo ukakuta pale ambapo ulilala alafu ukaletewa ndoto ukaona kwamba upo kwenye nyumba ambayo umewahi kupanga zamani. Umewahi kupanga zamani, pengine miaka 5 iliyopita, miaka 3 iliyopita. Kuna mwingine unakuta leo ipangaga nyumba miaka 10 iliyopita, lakini jambo la ajabu amehama hiyo nyumba, lakini bado anaona kwamba yupo kwenye yale makazi ambayo amewahi kuishi zamani. Na ndoto ya namna hiyo unakuta mtu anachukulia kawaida, anaona tu kwamba hii ni ndoto tu, haina shida, hii ni ndoto tu, nimeota, haina tatizo lolote. Sasa kiroho, pale ambapo unaota ndoto ya namna hiyo, unaona kwamba upo kwenye makazi ambayo uliwahi kuishi zamani, au upo kwenye nyumba ambayo uliwahi kuishi zamani. Ndoto ya namna hiyo hauhitaji kuchukulia kawaida, kwa sababu ni taarifa ulimwengu wa roho unafikishiwa kwamba yale makazi ambayo uliwahi kuyaishi zamani yalienda yakaharibu hatima ya maisha yako. Pale ambapo ukaota ndoto upo kwenye nyumba ya zamani, unakaa kwenye nyumba ya zamani, lakini umehama, hujawahi ota ndoto kwamba upo kwenye hiyo nyumba ambayo unaishi, ila ndoto zako nyingi upo kwenye yale makazi ya zamani ambayo uliotaga, ambayo ulikuwa unaishi zamani. Sasa ndoto ya namna hiyo, manake unaonyeshwa wazi kwamba mahali pale ambapo ulikuwa unakaa, au mahali pale ambapo ulikuwa unaishi, pana mfungamano mkubwa wa nguvu za giza, pana mfungamano mkubwa wa nyota yako na baraka zako. Manake vitu vyako vingi vya kiroho uliviacha pale, nafsi yako uliacha pale, nyota yako uliacha pale. Tunasema mambo yako mengi yanayokuhusu wewe, ulimwengu wa roho unapoona kwamba ndoto ya namna hiyo inajirudia sana, ndoto ya namna hiyo inakutokea sana, hauhitaji kuipuuza, hauhitaji kuidharau, kwa sababu inakuwa imebeba taarifa inayohusu maisha yako, na unahitaji usimame nayo sana katika maombi. Jambo la kuzingatia, watu wengi sana wamekuwa wakipuuza ndoto, wamekuwa wakidharau ndoto, na wamekuwa wakichukulia kwamba ni hali ya kawaida. Lakini kitu ambacho natakiwa uelewe, dharau mambo yote, lakini sio ndoto. Watu wengi ambao ukifuatilia wanaota ndoto ya namna hii, angalia tu hata mfumo wa maisha yao yako chini ya shambulizi. Maisha yao tunasema wanaishi maisha ambayo sio halali zao kuyaishi, kwa sababu ulimwengu wa roho, adui ameblock maisha yao. Ni kitu gani ambacho kinatakiwa kifanyike pale ambapo unaota ndoto ya namna hii? Jambo la kwanza unachotakiwa ukielewe ni kwamba unapoota ndoto ya namna hii, manake hatima yako ipo kwenye yale makazi. Inatakiwa uombe ulimwengu wa roho, uombe sana, utangaze ukombozi, wa hatima yako, wa mafanikio yako, kwa sababu ndoto ya namna hiyo inaonyesha wazi kwamba vitu vyako vingi vimeblokiwa katika yale makazi ambayo ulikuwa unaishi. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho, ingia katika maombi, tangaza ukombozi, vunja maagano na yale makazi ambayo umewahi kuyaishi zamani, jitenge na yale makazi ambayo umewahi kuyaishi zamani. Ndio maana unaota sana huko katika hayo maeneo. Kwa hiyo katika maombi yako hakikisha kwamba unaomba kuvunja na kuitoa nafsi yako kwenye yale makazi, kwa sababu ni wazi unaonyeshwa kwamba yale makazi kuna namna amekuwapo ni kisababishi cha wewe kuishi maisha hayo ambayo sio haki zako kuyaishi. Na jambo lingine kwa vijana, kwa baba, kwa mama ambao bado hawajajenga, hawajapata makazi yao, ni muhimu sana unapokuwa unaishi katika nyumba ya kupanga, uitangazie kwanza ukombozi. Unapoenda kuishi mahali popote, ita watumishi wa Mungu waje waombe mahali hapo, watangaze uamsho, watangaze baraka, watangaze mafanikio, ili Mungu alete neema yake kuu katika maisha yako. Wapo watu wengi leo, unakuta mtu kapata nyumba, anaishi vizuri, unakuta analipia kodi ndogo, lakini kumbe ulimwengu wa roho, ile kodi ambayo anailipia ni ndogo, lakini kuna faida kubwa sana. Unakuta mtu aliweka mtego pale kwamba mtu ambaye ataishi mahali hapa atakuwa mtumwa wa hatima, atakuwa mtumwa wa jambo fulani. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo ukaota ndoto kwamba unaishi makazi ya dhamani, makazi ambayo uliwahi kukaa muda, miaka mingi, simama kwenye maombi. Ndoto ya namna hiyo inakuwa sio ndoto njema. Tangaza ukombozi, tangaza urejesho, tangaza urejesho wa nyota yako na mafanikio yako. Lakini pia kama unapajua hapo ambapo uliwahi kuishi na pengine sio mbali, chukua tu hata hatua ya kiimani,
funga hata siku moja, alafu uende kwenye ule mtaa, pengine amepanga mtu, wewe nenda jifanye unasalimia tu. Ukifika pale ulimwengu wa roho, endelea kuomba huku unamsalimia pengine huyo mwenye mji, au unamsalimia huyo aliyekukaribisha hapo, salimie tu, lakini huku unatangaza ukombozi wa hatima yako na nyota yako na baraka zako, ili Mungu aweze kuleta neema yake kuu katika maisha yako. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyokuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usiache kufollow akaunti hii, lakini ukihitaji msaada wa kiroho, namba zetu ziko hapo. Ninakutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.